Na nafikiri watu wengi tutakuwa tunamfahamu mwanadada anayefahamika kwa jina la Hilda Newton. Huyu ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini pia ni mwanaharakati ambaye anaendesha harakati zake katika mitandao ya kijamii kule Instagram pamoja na Twitter na mitandao mingine kama hivyo. Sasa ilikuwa ni tarehe 10 mwezi huu Aprili mwaka 2026 ambapo mwanadada huyu alitoa tuhuma nzito au shutuma nzito dhidi ya serikali kusema kwamba serikali imepanga kumuua Tundu Lissu kwa risasi. Na ametoa maelezo mengi sana akisema kwamba amejulishwa kwamba baada ya serikali kuona mbinu zao zote za kutaka kummaliza Mheshimiwa Lissu huko gerezani zinavuja, sasa wamekuja na mpango mwingine. Na akataja watu ambao inadaiwa kuwa ndio wanaoratibu mpango huo wa kumuua Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye yupo gerezani yapata mwaka sasa. Na huko akisisitiza kuwa serikali inamchukia sana Tundu Lissu na inatamani kumuona akiwa ameuawa. Sasa kiwalisia tuhuma au taarifa kama hiyo ilikuwa ni nzito na inayohitaji uchunguzi wa makini, na ni jambo ambalo linaweza hata likazua taharuki kwa jamii, kwa sababu Tundu Lissu ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo ni chama chenye wafuasi wengi tu. Sasa inapotoka taarifa kama hiyo inakuwa inaleta hali ya sintofahamu au taharuki fulani. Sasa hatimaye leo Jeshi la Polisi Tanzania limetoa taarifa kwa umma kuhusiana na taarifa hiyo iliyotolewa na Hilda Newton, na taarifa hiyo ya Jeshi la Polisi inasema kwamba Jeshi la Polisi linaendelea na uchunguzi wa kukusanya ushahidi kutokana na taarifa ya Hilda Newton aliyochapisha na kusambaza katika mitandao ya kijamii tarehe 10 mwezi wa 4 2026. Taarifa hiyo ilikuwa inasema pamoja na mambo mengine kuwa serikali imepanga kumuua Mheshimiwa Lissu kwa risasi. Taarifa ya Jeshi la Polisi ikaendelea kwa kusema kwamba ili kukamilisha uchunguzi, Jeshi la Polisi linamwelekeza Hilda Newton afike katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai iliyopo katika jengo la makao makuu ndogo ya polisi iliyopo mtaa Ohio jijini Dar es Salaam tarehe 24 mwezi wa 4 2026 saa 4 asubuhi ili aweze kuwasilisha ushahidi aliyosema na kutangazia umma kuwa anao. Maana Hilda Newton katika maelezo yake alisema kwamba ana ushahidi baada ya kufikishwa taarifa hizo kwamba serikali inapanga kumuua Tundu Lissu kwa kutumia risasi. Taarifa ya Jeshi la Polisi ikamaliza kwa kusema kwamba hii ni kwa mujibu wa fungu cha 11 kipengele cha pili cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2023. Taarifa hiyo imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Kama unavyojua, polisi ndio chombo cha kulinda raia pamoja na mali zake. Hata Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye yeye bado ni mahabusu huko gerezani, lakini bado ana haki ya kulindwa na Jeshi la Polisi. Kwa taarifa zinapotoka kama hivi hazitaki kupotezewa hata kidogo, na ndio maana Jeshi la Polisi likaamua kuchukua hatua ya kumuita aliyezitoa taarifa hizo ili awasilishe ushahidi kamili wa taarifa alizozitoa. Then Jeshi la Polisi linaweza likaangalia namna gani linaweza likafanya kwa mujibu wa sheria kutokana na hicho atakachokibaini baada ya Hilda Newton kujisalimisha kwa polisi na kutoa ushahidi wake kamili kama ambavyo yeye alisema anao. Mimi naitwa Nezia Morris na hii ni Wasafi Media.